kikiangukia sehemu za siri, kitovu cha mtoto, nini hutokea? Nadhani ujumbe unauona majumbani, sijui vijijini, mikoani, sometimes mpaka hospitalini, mitaani, muda mwingine kwa wazazi au watu wetu wa karibu. Na sometimes mpaka inaleta ugomvi. Unakuta mzazi anasema kitovu cha mwanao, yani mjukuu wake, na kiomba. Watu wanaeleza kwamba kitovu kisiangukie sehemu za siri kitasababisha, kama ni mtoto wa kiume manake jogoo hatowika, lakini kama ni mtoto wa kike anaweza akawa mgumu. Nataka tuelewe kwanza kitovu ni nini. Kitovu ni ile njia ambayo inatumika kumwasilishia mtoto vitu vya muhimu kama oksijeni na virutubisho vyote kutoka kwa mama, yani inaunganisha placenta na sehemu ya tumbo la mtoto. Kwa maana ya kwamba katika kipindi chote mtoto ambapo atakuwa kwenye tumbo la mama atakuwa anatumia njia hiyo. Kwa hiyo inapotokea mtoto ameshazaliwa, maana yake wakati huu tunategemea mtoto aanze kutumia tumbo lake kuchakata, kumeng'enya vile vyakula. Hivyo kitovu huwa kinakatwa ili kutenganisha na mama aruhusiwe kutoa lile kondo la nyuma. Sasa kitovu kinapokatwa kwa sababu za kiusalama huwa zinaachwa sentimita kadhaa ndipo kinakatwa. Hakikatwi pale kabisa ambapo kimejishikilia kwenye tumbo. Ikumbuke ya kwamba mfumo wa uzazi haupo kwenye tumbo, upo kwenye nyonga. Yaani zile sehemu za uzazi wa kiume na wa kike zinakaa kwenye nyonga, sio kwenye tumbo. Tunategemea kati ya siku ya 5 mpaka ya 14 ndio kidondoke. Kuna jamii mbalimbali huwa wanaangalia sana kitovu kinadondokaje, wakati gani na kimedondokea wapi. Kwa mfano Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, South Africa na baadhi ya nchi hususan hapa Afrika huwa zina tamaduni hizo. Lazima kuangalia kimedondokea wapi. Tanzania ni miongoni mwa watu ambao tunazingatia sana. Na hii ikiwa kwenye taswira ya kitamaduni na kimila. Kwa sababu mtoto akishatoka ndio kitu ambacho tunaona kimemuunganisha na mama na tunakikata, manake wengi huwa wanaamini kama pale ndipo ambapo mtoto anapokea uhai kutoka kwa mama, au mtoto ndio anapokea vitu vya muhimu. So ile ni sehemu ya muhimu sana. Ndio maana ukishaikata pengine unatakiwa kwenda kuhifadhi sehemu fulani ili uzao labda ukue, uzao uendelee. Mfano kama kwenye mimea, kwenye migomba wanaweka. Wapo ambao wanakikausha, kinakauka, wanakisaga, wanakitwanga, alafu ule unga wake wanakuwa wanatumia kwenye chakula kwa zile siku ambazo mama akiwa ananyonyesha. Sasa hii inafanyika kwenye jamii nyingi sana, kitu ambacho hatuwezi kuingilia kati na ni tamaduni za huko. Lakini kibiolojia hakuna nyama, hakuna maelezo ya maana au tafiti ambazo zinaonyesha ya kwamba kitovu hiki kikidondokea sehemu za siri basi mwanaume hatakuwa rijali, mwanamke atakuwa mgumu. Labda turudi kwenye mila na desturi ambazo zipo kwenye mazingira yetu. Sasa wakati naongea hili najua kuna kitu ulikuwa unafikiria kichwani kwako, sio? Na kuna jinsi ambavyo vitovu vya watoto wako au mzazi wako kitovu chako kuna sehemu alikiweka na alifanya. Jema ukashare ili wote tujifunze kwa pamoja. Najua kuna vitu vingi sana vinafanyika na vitovu hivi. Hivyo weka kwenye comment tujifunze wote kwa pamoja. Ukishare makala na rafiki utakuwa umefanya jambo la maana sana. Na hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.